Naitwa Damali Moles, ni mwenyekiti umoja wa wamiliki Daycare Centers mkoa wa Shinyanga, lakini pia ni mwenyekiti umoja wa wamiliki Daycare Centers wilaya ya Shinyanga. Lakini pia ni mmiliki wa kituo cha kulelea watoto wadogo mchana ama Daycare Center kinachoitwa Angel Gabriel Daycare Center. Naomba nitoe ama nielezee maana ya umoja huu. Umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kwa mkoa wa Shinyanga unaitwa SHREDCO, kwa maana ya Shinyanga Regional Daycare Centers Owner. Umoja huu ulianza mwaka 2024 mnamo mwezi wa 9. Na umoja huu ulianza ukiwa na madhumuni, umoja huu uko kisheria kwa maana ya unatambulikana na serikali, lakini pia umoja huu unasimamiwa na idara ya ustawi wa jamii. Lakini pia umoja huu kuanzia uongozi unasimamiwa na idara ya ustawi wa jamii kama nilivyosema. Umoja huu ulianzishwa ukiwa na malengo kadhaa, ambayo malengo hayo niaseme kwa uchache. Kwanza kabisa ilikuwa ni kuwaweka wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kwa pamoja ili waweze kukaa, kutathmini na kutafuta namna bora ya wao kuweza kuboresha huduma za mtoto. Lakini pia umoja huu ulitengenezwa kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano kati ya serikali pamoja na wamiliki. Kwamba serikali ikiwa ina jambo inaweza kuwafikia wamiliki kwa urahisi, kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tumesambaa, tulikuwa tumetawanyika, ila kwa sasa tuko kwa pamoja. Lakini pia umoja huu uliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha huduma stahiki za mtoto ama utekelezaji wa afua stahiki za mtoto huko vituoni unafanyika. Kwa mfano kuweza kutokomeza mambo ya ukatili kwa watoto, kuweza kurahisisha huduma za kiafya kwa wale watoto ambazo, kwa mfano upatikanaji wa chanjo kwa wale watoto ambao tunakuwa nao wa chini ya miaka 5 bado wanaenda clinic. Kwa hiyo wanapokuwepo katika vituo, zinapokuja zile chanjo za watoto chini ya miaka 5 ni rahisi serikali kuwapata kwa sababu wanakuwepo wako vituoni. Lakini pia umoja huu unashirikiana na serikali, kwa maana ya serikali pamoja na umoja wa wamiliki wa vituo wako kwa pamoja. Panapokuwepo pana jambo lolote ya kiserikali, umoja huu wa wamiliki huwa tunashiriki katika maadhimisho, makongamano, matamasha, vikao mbalimbali vya kiserikali, vikao vya kiafya, vikao vya lishe, vikao na makongamano mbalimbali ya malezi. Sisi ni wadau wa kwanza wakubwa. Lakini pia katika umoja huu tunahamasisha ama kuhimiza walezi ama wamiliki wa vituo vya hivyo kulelea watoto wadogo mchana ama Daycare Centers kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa hivi vituo. Zipo sifa ambazo zinatakiwa ili kituo kiweze kusajiliwa, kinatakiwa kuwa nazo. Kituo hakitakiwi kuwa karibu na barabara kuu, kituo kinatakiwa kuwa na uzio, kituo kinatakiwa kuwa na matundu ya vyoo, lakini pia ambayo ni tofauti kati ya vyoo vya watumishi ama watu wazima pamoja na vyoo vya watoto. Kituo kinatakiwa kiwe kina masanduku ya utoaji wa huduma za kwanza. Kituo kinatakiwa kiwe na walezi wenye sifa, kwa maana ya walezi ambao wamesoma elimu ya malezi ya watoto wadogo. Lakini pia kituo kinatakiwa kuwa na michezo ya ndani pamoja na nje. Tukifika kituoni tukutane na bembea nyingi za watoto, lakini pia ndani pia watoto waweze kupata nafasi ya kuchangamka, wacheze, wanajifunza zaidi kupitia michezo. Tunasema anatakiwa apate uchangamshi wa awali, na uchangamshi huu unakuja zaidi kupitia michezo. Vile vitu anavyovifanya anapokuwepo darasani, kama ni anapanga vitu, kama ni michezo ile ambayo anaifanya anapokuwepo darasani. Lakini pia ili kituo kiweze kusajiliwa lazima pia kuwe kuna mmiliki anapaswa kuwasilisha bank statement ya at least miezi 6 ambayo itaonyesha namna gani anaweza akaendesha kituo hata kama akiwa hana fedha. Kwamba hatutegemei mmiliki ategemee kituo kumwendeshea ada na michango ya watoto kuweza kumwendeshea kituo kwa 100%. Hapana. Lakini pia katika vituo hivi
tunategemea kwamba mmiliki ashirikiane na serikali, kwamba serikali inapokuja labda kuna chanjo ambazo zinatakiwa zije kituoni kwa hiyo mmiliki anatakiwa aweze kutoa ushirikiano kwa sababu ni kwa faida ya wale watoto. Mmiliki anatakiwa kuzingatia ulinzi na usalama wa mtoto wakati wote anapokuwepo kituoni, ni jukumu la kwanza. Lakini pia mzazi anapomleta mtoto, maana yake amemtoa nyumbani, anamweka mbali na hatari za kufanywa vitendo vya ukatili. Kwa mlezi ama mmiliki wa kituo anatakiwa kuzingatia haya. Lakini pia katika vituo hivi, moja kati ya huduma ambazo pia tunazitoa kwenye daycare centers ni utambuaji wa vipaji vya watoto, utambuaji wa awali wa vipaji vya watoto. Watoto wetu wana katika ule umri mdogo ndipo mahali ambapo tunaweza tukavibainisha. Sasa kwa sababu mzazi anakuwa hayupo, hakai karibu na mtoto, kwa hiyo sisi sasa ni wajibu wa mlezi kuweza kubaini vipaji hivyo vya mtoto. Kwa hiyo ndio maana walezi wetu katika vituo ama walimu wanakuwa wamepewa mafunzo haya ya kuweza kubaini vipaji vya watoto. Lakini pia kuweza kumsaidia mtoto akue kiakili, kihisia, kijamii, kiutamaduni. Mtoto apate nafasi ya kuchangamana vizuri na wenzake, kilugha. Mtoto apate nafasi ya kuweza kupata misamiati mipya mizuri ambayo itamfanya yeye kuwa ni mtu ambaye mwenye maadili katika jamii yake siku hata siku. Kwa hiyo tunategemea kabisa mtoto anapokuja kituoni haya yote aweze kuyapata. Pia kutambua utambuzi wa awali wa watoto wenye mahitaji maalum ama watoto wenye changamoto. Katika huu umri inawezekana isiwe rahisi kwa mzazi kuweza kubaini changamoto za mtoto wake kwa sababu anakuwa bado ni mdogo, lakini anapokuwepo katika vituo hivi inakuwa ni rahisi sana kwa mlezi ama mwalimu kwa kushirikiana pamoja na mzazi kuweza kubaini changamoto za mtoto wake. Lakini pia naomba nitoe wito kwa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kwamba vituo hivi vinatakiwa kusajiliwa kisheria. Vituo hivi vinaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni kupitia sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 katika kifungu cha 147 mpaka 152. Kinampa mamlaka kamishna wa ustawi wa jamii kuweza kusajili kituo hiki. Kwa hiyo kituo cha kulelea mtoto daycare centers kinatakiwa kisajiliwe kisheria na ni kosa kabisa kuendesha kituo pasipo usajili. Lakini pia tunaendeshwa na kanuni ambazo ni kanuni tunazotumia sasa ni kanuni za uendeshaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana za mwaka 2012 ama 14. Kwa hiyo ni waombe wamiliki wa vituo kuzingatia, lakini pia kwa wale ambao hawajapatiwa usajili na wanaendesha vituo, basi wajitahidi kufikia ofisi za ustawi wa jamii kuweza kupewa maelekezo waweze kusajili. Na endapo kitabainika kituo mahali popote ambacho kitakuwa kina mazingira hatarishi kwa ajili ya mtoto, basi kituo hicho kitatolewa taarifa ofisi ya ustawi wa jamii ambao wana jukumu na mamlaka ya kwenda kufunga huduma katika kituo kile. Lakini pia nitoe wito kwa wazazi kwamba wanapaswa kuzingatia huduma bora za watoto wao, kwamba usipeleke mtoto kituoni kwa sababu ada ni ndogo, usipeleke mtoto kituoni kwa sababu unaona unalipa kidogo. Nadhani ili uweze kufanikiwa kila jambo linahitaji uwekezaji. Kwa hiyo mahali ukipita ukaona kituo kizuri, maana yake yule mtu amewekeza. Na kama amewekeza, basi tunategemea ili akuwekezee zaidi kwa mtoto wako ni lazima awe na walezi ambao ni bora, hawezi kuwa na walezi ambao wasiokuwa na sifa. Kwa hiyo hawa watu wote na vitu vyote vinavyopatikana katika kile kituo. Kwa hiyo ni gharama. Ndugu wazazi, tugharamike, sio sana, lakini ni kwa ustawi na huduma bora za watoto wetu. Hapa utapata lishe ya uhakika, utapata ulinzi na usalama wa uhakika wa mtoto wako kuanzia mazingira, jengo lilivyo. Vyote hivi vyote ni tunazingatia usalama wa mtoto. Lakini pia mtoto atapewa vitu ambavyo ni stahiki kabisa. Kwa maana atajifunza kulingana na umri wake. Hapa utakuta mtoto anafanya hesabu ya kuzidisha. Kwa hiyo tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu kulingana na umri wao. Asanteni sana na karibuni sana katika vituo vyote vya daycare centers vilivyopo katika mkoa wa Shinyanga vilivyosajiliwa ama vilivyo kwenye mchakato na vinavyotambulika. Kwa sababu kituo ambacho kipo kwenye mchakato huwa kuna documents wanazopewa kuonyesha kwamba yupo kwenye hatua za usajili. Na ambao pia baada hawajasajili ni waombe
kwa utoaji wa huduma bora na kwa ajili ya faida ya wote, tusajili vituo vyetu. Usajili huu unapatikana kupitia ofisi za ustawi wa jamii. Wasiliana na afisa ustawi wa jamii ngazi ya halmashauri ulipo, uwasiliana naye, atakusaidia, atakuelekeza namna gani unatakiwa ufanye ili uweze kupata usajili. Na usajili ni bure, hamna mtu anayelipia gharama za usajili. Usajili ni bure kabisa kuanzia ngazi ya halmashauri mpaka wizarani, hakuna gharama zozote. Na usajili unapofika wizarani, maombi yako yanachukua siku 40 mpaka 45 unakuwa umekwisha kukamilisha. Kwa ni vitu ambavyo ni rahisi, ni jambo tu la kufuata kanuni, taratibu pamoja na sheria. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.